Kufuatia changamoto ambayo ilimkumba Aziz Ki siku za hivi karibuni ya kupotelewa ama kuondokewa na mtoto wake pendwa wa kiume, basi tunafahamu lilikuwa ni tukio kubwa sana, lakini Hamisa Mobeto ni mmoja watu ambao watu walikuwa wanataka kusubiri kusikia ama walikuwa na hamu ya kutaka kusikia lolote kutoka kwake. Ni finally ameweza kuja kufunguka na kuandika kwa majonzi makubwa sana juu ya ile feeling ambayo alikuwa nayo baada ya kuweza kuondokewa na mtoto wake wa kambo, tunaweza tukamuita hivyo kwa sababu mtoto wa mume wake huyu. So ilikuwa ni sad sana, na siku kadhaa hizo hakuweza kuandika chochote. Baadaye ameweza kuja kufunguka kupitia ukurasa wake wa Snapchat na kuweza kuandika ujumbe mfupi ambao of course umejaa majonzi, lakini pia ameweza kuelezea situation nzima na jinsi ambavyo aliweza kufeel pale ambapo aliweza kupokea taarifa za kwamba bibi wake ameweza kupotelewa ama ameweza kuondokewa na jembe lake ambalo alikuwa analitegemea kwa kiasi kikubwa sana. Sasa juu ya ujumbe ambao ameweza kuandika Hamisa Mobeto, nataka nikushare na wewe hapa uweze kufahamu kwamba wewe umeelewaje hiki ambacho Hamisa Mobeto ameweza kukizungumza hapa. Maana kuna watu nimeona wengine wanasema kwamba ni unafiki tu. Hamisa anaweza kaa na furahia kwa sababu anaona nafasi ya watoto wake pengine kupewa sikio na Aziz Ki inaweza kaa kubwa zaidi na vitu kama hivyo. Mengi yamesemwa, lakini mimi nipo hapa kwa ajili ya kushare huu ujumbe na wewe uweze kufahamu kile ambacho Hamisa ameweza kukisema baada ya kuweza kuguswa na huo msiba ambao bibi wake ameweza kukutana nao wa kuondokewa na mtoto wake. Lakini kabla tujafika pale zaidi, unaweza kani mmoja tu ambao mnampa pole sana Aziz Ki kwa hili ambalo limeweza kumkuta. Kwa hiyo tuungane hapo chini ya hii video kwa kuonyesha upendo, kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakomeza kitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official. Hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile updates zote kuhusiana na mastaa, kuhusiana na trending issues, basi unakuwa kwanza kabisa kuzipata hapa wakati sahihi kabisa. Sasa tunafahamu kuhusiana na lile tukio ambalo lilimpata mtoto wa Aziz Ki ambaye sasa hivi hatunaye tena, ni marehemu. Lilikuwa ni tukio baya kuondokewa na mtoto wake Aziz Ki ambaye of course tunafahamu alikuwa ni mtoto wake wa kiume, alafu ni mmoja tu ambao alikuwa ni most reliable. Yani Aziz Ki alikuwa anategemea sana na kujiproud kuwa na mtoto kama yule pale. Alafu at the end of the day mtoto amekuja kuondoka mapema zaidi katika wakati ambao hata yeye mwenyewe hakutegemea. Na ukizingatia sababu ya ugonjwa ambao umempeleka mtoto huyo ama umemuondoa mtoto huyo uhai, nilikuwekea katika video iliyopita. Nadhani ukipita hapa kwenye channel yetu utaweza kuona sababu ya ugonjwa gani ambayo sababu gani ambayo iliweza kumpelekea mtoto huyu akafariki dunia, kwa sababu taarifa nyingi sana zilikuwa ziweki wazi. Sasa hatimaye Hamisa Mobeto amekuja kufunguka na kuweza kuandika ujumbe ambao unasomeka. Kiufupi ameandika kwamba anahudhunishwa sana na alipokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kuondokewa na mwanae. Anasema kwamba yeye alikuwa anamchukulia kama mtoto wake wa kumzaa na alikuwa anahakikisha kwamba treatment ambayo anatamani yule mtoto aweze kuipata ni kama ile ambayo alikuwa anaipata watoto wake. So alikuwa anamchukulia mtoto wake the same kama vile ambavyo alikuwa anachukulia watoto wake na hakuona utofauti wowote. Kwa hiyo feeling ambayo alikuwa nayo Aziz Ki baada ya kuondokewa na huyu mtoto ndio ile feeling ambayo yeye pia alikuwa nayo, na anasema kwamba imekuwa ngumu sana kwangu mimi kuweza kuzoea hali na kuamini kwamba huyu mtoto kweli ameweza kututoka, kwa sababu alikuwa ni mmoja watoto wacheshi, wachangamfu na vitu kama hivyo. Ameandika hivyo Hamisa Mobeto. Sasa wengi wametafsiri tofauti sana kuhusiana na hiki ambacho ameweza kuandika Hamisa Mobeto, lakini anyway, wewe umeonaje huu ujumbe wa Hamisa Mobeto wa kuonekana kama vile amehuzunishwa sana na ameumizwa sana na huu ujumbe ambao design kama kwa upande wake anaona ameguswa sana na hii tukio ambalo limeweza kumkuta Aziz Ki, ikuwa ukizingatia ni mtoto wa kambo ama ni mtoto wa mume wake. So unadhani inawezekana unafiki kama ambavyo wamekuwa wakisema wengine, au unadhani kwamba pengine watu wanatanguliza makasiriko zaidi bila kuangalia kama mtu ameandika kwa hisia za kweli au ameandika tu just kujifurahisha na kuficha kile cha uhalisia ambao uko ndani ya moyo wake? Tuambie kwenye comment section nini maoni yako, lakini naomba nikukumbushe mda wangu, usisahau kusubscribe hapa pamoja na kulike video, kwa sababu ukisubscribe utakuwa katika nafasi nzuri ya kwamba kila update ambayo mimi nitakuwa naipata basi nitakuwa nakuletea na utakuwa kwanza kabisa kuipata hapa on time.